Ni kukaribisha kwa mara nyingine tena, msikilizaji wa Kwetu News 24 mahali popote unapotegea sikio. Karibu tena kupata habari zetu za wakati kama nao, na kuomba ambatana nasi mwanzo hadi mwisho ili upate kujua nini kimejiri kwenye habari zetu. Kumbuka pia unaweza kupata habari hizi kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Facebook pamoja na YouTube. Mimi ni Salima Kashindi, na kuomba ambatana nami ili upate kujua nini kimejiri zaidi. Tufungue ukurasa wetu wa habari kutoka huko jimboni Kivu Kusini, ambapo wapiganaji 22 wa muungano wa Twirwaneho M23 wakamatwa au kujisalimisha kwa jeshi la taifa FARDC katika nyanda za juu za Minembwe. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limetangaza kukamatwa kwa wapiganaji 5 pamoja na kujisalimisha kwa wapiganaji wengine 17 wa muungano wa makundi yenye silaha ya Twirwaneho M23 Red Tabara wakati wa operesheni ya kijeshi zilizofanyika katika maeneo ya Mikenge, Kakenge na Sinai yaliyoko katika nyanda za juu za Minembwe jimboni Kivu Kusini. Kwa mujibu wa msemaji wa operesheni Sokola ya pili jimboni Kivu Kusini, wapiganaji hao waliwasilishwa mbele ya uongozi wa kijeshi kabla ya kuhamishwa katika kikosi cha brigedi ya 13 ya haraka ambacho kimepewa jukumu la kuhudumia kwa kuzingatia taratibu zinazotumika. Jeshi la Kongo linaeleza kuwa baadhi ya wapiganaji hao wa dhamani wametoa wito kwa wenzao waliobaki msituni kuweka chini silaha na kujiunga na mchakato wa amani unaoendelea katika eneo hilo, kwa mujibu wa jeshi la taifa FARDC. Kukamatwa na kujisalimisha kwa wapiganaji hao ni ishara ya shinikizo linalowekwa na operesheni za kijeshi zinazoendelea katika sehemu hii ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia unadhihirishwa ufanisi wa hatua zinazochukuliwa na jeshi uwanjani. Idadi ya vifo inayobishaniwa kufuatia maandamano ya hivi karibuni, ingawa mamlaka za mkoa zinakanusha vifo vyovyote na kuripoti majeraha madogo 20 hasa miongoni mwa vikosi vya usalama. Pamoja na uharibifu wa mali, upinzani unaonyesha idadi tofauti kabisa. Wanadai wanaharakati 2 na wengine kadhaa kujeruhiwa, wakiwemo 3 wa wanachama wao wako. Tuna chaguo la kufanya, ama kuiokoa nchi yetu au kuiachia izame, kwa sababu wameazimia kuharibu kila kitu kinachofanana kilichobaki baada ya yote waliotupia, mateso, kila kitu kinachopitia leo nchini Kongo, na kwa hivyo wameamua kuharibu mustakabali wetu. Jean-Marc Kakonde. Heri ya kuzaliwa kwa Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika sikukuu ya kipekee na ya kukumbukwa, tunamtakia kwa dhati afya njema, furaha tele na mafanikio makubwa katika kutekeleza jukumu lake tukufu la kuiongoza taifa. Mwaka mpya wa maisha yake uwe mwanzo wa amani, hekima na ustawi wake binafsi na kwa wananchi wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ofisi ya tamasha ya Gungu ilifunguliwa tena Jumamosi na msimamizi msaidizi wa eneo huko Kwilu Kusini magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mbele ya mratibu wa tamasha la wasanii, kulingana na shirika la habari la Kongo AFP. Tamasha hili lilizinduliwa mwaka wa 2028 na mabinti wa eneo hilo, na kwa miaka kadhaa iliyojiimarisha kote mchini na dunia kama onyesho kuu la kitamaduni la Kwilu kupitia kazi za kisanii, ikiwa ni pamoja na densi, mila, usimulizi wa hadithi, muziki wa pende na dhahidi, alisema Faso Mushigo, mratibu wa tamasha la Gongo, akibainisha kuwa kufunguliwa tena kwa ofisi hii kunaashiria kuanza tena kwa shughuli za tamasha. Tunasalia mchini DRC, ambapo watu 200 wenye ualbino walikusanyika Jumamosi katika ukumbi mkuu wa programu ya kitaifa ya kupambana na virusi vya ukimwi katikati mwa jiji la Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kusherekea sikukuu ya kimataifa ya uelewa wa albino. Hafla hii iliandaliwa na wakfu wa Wimba Tax FMT, ililenga kuongeza uelewa kuhusu usimamizi wa ualbino na kuhakikisha kwamba
Wale walioathiriwa wanapata ulinzi wa jua na huduma inayofaa ya afya ili kuzuia saratani ya ngozi. Siku hii ni zaidi ya kumbukumbu rahisi. Ni wito wenye nguvu kwa mshikamano, usawa na utu. Kwa kuunganisha sauti zetu, nguvu zetu na ahadi zetu, tunathibitisha nia yetu ya pamoja kujenga jamii jumuishi ambapo kila mtu bila kujali tofauti zao na haki ya kupenda kuheshimu, alisema Glory Wimba, rais wa FMT. Katika tukio hili alitoa wito kwa serikali ya Kongo kutoa ruzuku kwa uzalishaji wa ndani kwa vipodozi vya jua nchini DRC, akisema kwamba jua ndilo adui nambari 1 kwa albino. Tamaa ya kuifanya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa taifa ya kidijitali huru lililounganishwa ifikapo mwaka wa 2030 ilithibitishwa tena Jumamosi na Rais Tshisekedi wakati wa uzinduzi rasmi wa DRC Pass. Kwa mkuu wa nchi, mageuzi haya yanazidi taratibu na kiutawala pekee. Kwa hivyo haya si mageuzi ya pekee, bali ni hatua muhimu katika azma yetu kuifanya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa taifa ya kidijitali huru lililounganishwa na ubunifu ifikapo mwaka wa 2030, alitangaza. Rais alisisitiza kwamba teknolojia ya kidijitali sasa ni chombo cha huru utawala maendeleo ya kiuchumi. Waziri Mkuu wa Pakistan alisema Jumamosi kwamba makubaliano ya amani labda yangekamilishwa ndani ya masaa 24 huko serikali ikipatanisha Iran na Marekani ili kukomesha vita vyao, La Presse ili ripoti. Tuko karibu zaidi na makubaliano ya amani. Huenda makubaliano hayo yanakamilishwa ndani ya masaa 24 zijazo. Pakistan inajiandaa kwa ajili ya kusainiwa kwa mkataba wa amani kwa njia ya kielektroniki mara tu baada ya hapo, ikifuatiwa na majadiliano ya kiufundi wiki ijayo. Shehbaz Sharif alikanusha akisema na chombo cha habari cha Ufaransa. Kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei, ambaye alitawala Iran karibu miaka 37 kabla ya kuuawa na mashambulizi ya anga ya Israel pamoja na Marekani mnamo Februari 28, atazikwa Julai tariki 9 huko Mashhad, kaskazini mashariki, Le Figaro iliripoti Jumamosi. Mazishi ya Ali Khamenei ambayo yalipangwa kufanyika Machi lakini yaliahirishwa kutokana na vita, yatafanyika kwa siku 6 kuanzia Julai tariki 4 katika mji mkuu wa Tehran na pia katika mji mtakatifu wa Qom, kaskazini na Mashhad, mahali alipozaliwa. Televisheni ya taifa ya Iran ilinukuliwa ikisema na chombo cha habari. Msikilizaji wa Kwetu News 24, ni hapa ndipo tunaweka nanga kabisa kwenye habari zetu za wasaa kama na huu. Shukrani kwako wewe ambaye uliambatana nami. Pia usikose kushare, kulike na kucomment, na unaweza kupata habari hizi kupitia kurasa zetu za mtandao wa kijamii Facebook pamoja na YouTube. Mimi ni Salima Kashindi kwa niaba ya timu nzima ya Kwetu News 24, sina la ziada.